Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 7 décembre 2024. Voici le sujet de notre commentaire d'aujourd'hui. La réponse de la Senko à Jean-Pierre Bemba. Nous allons terminer notre actualité par la conférence de Martin Fayulu, l'opposant congolais à Bruxelles, je crois. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Mswahili tutaongelea jibu ya shirika la Katolika kwa minista wa transport Jean-Pierre Bemba, na tutamalizia vile vile kikao cha Martin Fayulu mjini Ubelgiji. Hiyo ndio sujet mbili zenye zinatupreocupe. Donc weekend ya leo msisahau kama kawaida kulike, kushare na kusubscribe ili injili ya Bwana ipate kuendelea. Donc kama mshare na msubscribe na mlike, donc injili ya Bwana haitaendelea na Kongo haitageuka. Donc ukikommente mu français maki kusa vile nawe una arme soldat du peuple, donc nawe unapana lisasi yako ya kwenda uadui. Jumla kama tuko na adui umwa Mkongo, adui wa maendeleo mnamjua, adui wa politiki ya Kongo mnamjua. Donc il fallait halombi hata kumuuliza, ifo kumkata kichwa kimbii adui wa maendeleo ya Kongo. Et donc nasema tena merci ku patience na ku fidelite yenu. Nasema tena merci ku abonnement. Et donc chaîne iko na kumala kila siku. En tout cas Mungu amebariki. Muendelee kuwa na courage ya kusikiliza habari juu ya nchi yetu. Haiko kama ni vigumu, haiko fasile sana. Lakini na sio vile vile shibe tunataka habari na si haiko fasile, na si ni vigumu vile vile. Imagine sasa vile weekend leo sasa tuko matala, sasa tuko kuma media kwanza kuongelea na habari ya Kongo. Tandis que vingine sasa hii ni weekend. Donc ba jeune premier banatumika sasa hii kila mtu ili mnasemaga sema nguruwe na kula mwana mtoto wake. Donc leo bote biko na ili tunaitaka la duma ya wakwenda la duma yuko kanisa, wakwenda kanisa yuko makonseri. Donc banafurahi watu kuna na quelque chose parce que mmaiti za kuendelea normalement batu tu banatumika na kama batu banatumika watu wanapokea franga na après kisi watu wanatumika franga et puis on entend watu wanapokea kila après donc kuma semaine na puis on wanapokea après 2 semaines na puis on wanapokea après mwezi. Donc na njoo unakutanaka franga siku na circuler mpeni. Par exemple ça vile ngekuwa Kongo na pays yenye ko normal, pays yenye kuko politique na kuko dirigeant, bien sûr ama noyo kama noba soda banapokea disons banapokea kama kila recette tunayo swati ba travailleurs publics banapokea kama recette, tunayo kama ba polisi banapokea recette, tunayo bale ba mganga banapokea kama les 10, tunakuwa na bazee banapokea kama les 30, tunakuwa na watoto banapokea kama ni les premiers, tunakuwa na banapokea kama ni les 5, naona ba. Et donc tunakutana gisi batu banapokea vile na ndio tunakutana franga ziko na circuler mwingine na njoo tunakutana ka batu banafanana donc banafurahi na bangara. Tuna batu kuna santé ya bien. Wanazana batu tunafanana ba jeune. Parce que mtu asifanana mzuri mmoja kwa bakiana kama mpata mbose kumakuta. Fasi nyingine maiti zingine sasa vile maiti za kuendelea. Tukomete par exemple typique ma sasa vile maiti sasa vile Afrique Sud, maiti sasa vile Egypte. Nataka kila mtu anakusa lari. Alors kila mtu anakuta iko na droit ya kugusa kwa resource ya pays. Na unakutana ndio unakutana bati hapo banangara. Kuna angalia mwenzako unasema no, huyu mtu yeye anakula nini juu yako hivi. Unakomprendre basi Afrika wa jeune sasa yote wadogo sasa kuna bwana mtu kuna bulula gari unaona. Donc mpaka unasikia unasema shi tulizali waka shi tuko na inti. Donc mpaka unasikia unaanza karibia kupata bazimu. Mais ile yote nani mfaa vile ndio bali dereba ndio wanafaa vile. Unataka watu biko gate na mtu sawa anamtaka aende vote, anaenda na courage ndio anaiyo kama ile vote yake ili kwenda vote kama mimi nafanya kazi. Lakini shi tunaenda vote watu wakwenda tuletea baadui wakiakia tunyonga. Baadui ba maendeleo ya Kongo, baadui ba Kongole ndio beshi tunaenda vote ndio baendelee ta baadui bakitunyonga mzuri. Metasa zingine donc mumapsi tu mpe yangu mumama na colonie za ma colonie anglophone ya ba anglais. Et donc presque toutes les colonies anglaises ça hii huko naangalia ba jeune wasema no et quand même hapa walikuwa colonisés na watu wazima, hapana na basata. Nous on a été colonisés par les satans, je dirais.
parce que depuis colonisation yenyewe mpaka leo bivilita colonisation vilikuwa vya mzuri par rapport vya vilikuwa vinapita leo mu context ya Kongo wala mkongo ndio reality ile. Sasa tubakisha tuachia batu ya vile hautaiwa ni wapoposi ndege hauiwagi kama iko natafa nini iko natafuta nini donc ukimwangalia mtu kuna kuita kwa leta ngwaseme no ni cadre kama na societe kama ni politicien ukijiuliza kama ni pasteur ukijiuliza huyu kwa tafa nini objectif yake nini hawezi kuprendre ni papa bakubwa me bashaka funga macho unjire macho ya kuona haya abakuwa kinayo unjire macho kwa wanatembeaga bibi wanaonaga kule hapa donc haba haibasaidie kitu ndio wale wa jamaa washakuwa vile donc si ni problème tu en tout cas si ni problème tu hatuyui kama unaweza hata kwa sababu uko unaongea unashindwa tabia uko taongea nini juu kuna ngalo nasema hapa via hapa si mtu mkubwa huyu ona viko nafanza si mtu mkubwa huyu si ni swandiza politicien ndio leader huyu ona viko naongea naona viko nafanza angana logo iko na viongea yeye huyu si ni mtu pia vile et donc ni problème nafika kule naongea hivyo vyote peut-être avant ya kwanza nini ya kuataka si jeune nijua nini nijua venye kwa nasema et donc msasabu kama Jean-Pierre Bemba mais depuis alikuwa annoncé kama alikuwa ni kuatake basho kwa sababu badogo nakumbuka sasa tungali ba petit unakule kupale tukomala kwa village sasa vile sasa mnapata mnyama juu Kongo watu kwa village normal tukula nyama hakuna nyama tukule nyama tu hakuna vifugo na vifugo viko ni vile vile hasa kwa wakati sasa mlikula nyama unaona sasa vile ndio mlikula chakula mwa danger wakati mwingine nyama ni kawani sombe fasi nyingine nyama ni chakula kawaida ndio nyama moshi ndio chakula moshi fasi nyingine sasa shi kule Kongo kule village kushitu tulizaliwa si mnakula nyama hiyo siku kwa sababu ndio mlikula lix so panakuwa ile system uko unakutana uko nakula mwenzako akishakula kamata mnofa kabambi unaanza muangalia kilicho na kuanza mbulula sasa mtaenda mwakize kwa mama wala kwa papa sema yeye kuna kula nyama kwa mboga kabambi so nabo polisi nabo Kongo nabo kwa vilisha kuwa huyu Jean-Pierre Bemba anakuya analeta vyake 5 na inakia JB huyu anakuya vyake ngoswandiza opposition na KJB shoko sababu badogo après kushindwa ile yote ni nini ile njoo isinya kuonyesha kama no banashindwa kujere inchi depuis Lumumba alibachaka inchi 1960 mpaka leo balishashindwa kujere inchi donc la fois passée msikia que Jean-Pierre Bemba alikasema ngaseme no piko mtu mwenye alisema Polonye kama bajene bache kuogopa akisha akasema aseme no biko napenda bajiadresse kwa nana na pana example zake za terre za ma village sio za manini juu wanakuwa foro kupana example za kuproteger ma intérêts vya kuproteger vya mpaka kafikia akasema kama no na mimi nisiku niliometre vile faire en tout cas excuse nifaka erreur ulia kusema 47 diocese nisema 46 donc Jean-Pierre Bemba akasema kama no piko president Fatia Shafanza president wake wa Fatia Shafanza wa Felix Shafanza alisaidia Senko donc 47 millions de dollars juu ya ba seba tiu kama tiu bafanya nini hatuzi ile franga bafanya nini aseme ni sio kama ya kufanya nini kama ya kufanya nini sio basi ile pale juu nilikuwa na recupérer nilikuwa ile siku nilikuwa nasema kama Senko inaweza kuona vile makuta donc wakongole wote maki batu kwa sababu donc ni wakongole wote presque tuko sawa sawa juu kama unaweza kuona patia franga na bana watu wanasumbukaga vile alors wanapatia ile franga ni juba sife nini juu ile franga juba kasaidia watu kubabeba mbinguni juu walikia tuambiaga kule Kongo religion walikia tuambia kama no il faut tukwe ba Kristo tuitike makosa yote tukwe na samee vyote juu tukaende mbinguni mais depuis walianza kasi atiesikia Kongo utaumwa mwashaka fika mbinguni akaandika sa barua asema ni bien niliona huko mbinguni kama unapenda mfike tike ni hivi na administration ni hivi na kazi ni hivi na kumheshimia mwenyewe ni hivi hakuna mshafa vile lakini baki hapo katuinteresse wakatuambia kama no ifo tukwe bapole ifo tujikomporte vile mtu akikupiga huku na mgezuia huku tuachane na vya dunia vya manyumba vya kupita kama sisi tutapita twende tuchunge vya mbinguni vya nyatu yuwe hakuna kuna mwana hivi unakuwa mbinguni mtu anaongea kitu kama kuna experience nakyo wala kiulisoma unaweza maliza vitabu vitu unaweza maliza manifeste zote za dunia au utasikia wanakuambia habari ya mbinguni tu hakuna mwana hiyo mimi tufungia maneno sasa tufungia maneno wakatuletea hayo tushaka ipenda kushinda venye nayo
ba Israeli benye nayo na njo ba Israeli si njo benye Mungu wa Israeli mwetu narombaka saa hii biko nasha biko banasha kanyaga ba nani ba Palestinien sawa abana kili sawa mabunduki zebiko na yala banatupia ba Palestinien jo probleme ya nchi ya Israeli jo kupigania bulongo hauta comprendre lakini shie balikia tufrape kule kama no tuko na samee vyote politia naendaga na kia na nyonga na iva anafanya nini tunakia mlembelela tunatembea twende kanisa twende tumombe Mungu atasaidia na vitu vitabadilika depuis tulianzaka mpaka leo si décourager mtu kwenda omba Mungu lakini Mungu wa Kongo wanaomba Wakongomani wanapendaga kia ba frappe waseme Mungu kwa mtu mweko kule yulo sana anaona hivi vinapita vyote mdunia ulimuona wapi huyo mtu waseme ndio vitu vyote vinapita mdunia na vionaga na ule mtu anawapendaga lakini anawapatia di commandement asokiarisha commandement mwa mji commandement aliwapatia haiko tena rafiki yenu ndio akiatuambia kule na watu wakakamata usiri. Donc Jean-Pierre Bemba alipenda kama ni kumanipule watu kama alipenda kufanya ile sababu profiter watu mdesordre alipenda kia kusema bongo kusemea kanisa Katolika bongo d'après 5 nani d'après Abbé Chole tutasikia na video ya Abbé Chole après Abbé Chole kisalisema kama no iko nasema bongo kutumanipule nikasema fasi ingine maiti zingine wewe atake ministre ukidanganya tu peuple hiyo siku utapalala donc hiyo siku hiyo ministeri hiyo mwingine ndio ataanza sime interim ile ministeri lakini sasa sie president akiaka anatudanganya tunaitika senateur anakuya anatudanganya tunaitika deputy anakuya anatudanganya tunaitika ministre anakuya anatudanganya tunaitika gouverneur anakia anatudanganya tunaitika administrateur anakia anatudanganya tunaitika bourgmestre anakia anatudanganya tunaitika chef de cité anakia anatudanganya tunaitika pasteur anakia anatudanganya tunaitika musicien anakia anatudanganya tunaitika mpaka saa hii na Kagame na shanza tudanganya tushaitika na badui betu nabo sasa wanaanza tudanganya tunaitika cha kutokuwa serie najua kila mtu kwa metre najua upole sana najua kupenda kanisa sana hasa ile vinadanganya vyote kwetu na kwa ni frappe sasa tuko na sibiri na sasa tuko na sibiri hatutaki kusikia kama tuko na sibiri tuko face amblasa venye tuko na sibiri alors que tuko tuna sibiri. Donc Jean-Pierre Bemba kama alikisema bongo ingekuwa mwiti nyingine opposition hange palala donc pale bangenisie motion contre ile mensonge alikia danganya na hiyo siku banamwachisha kazi mekupolitika Kongo hawezi mwachisha kazi juu banayo kama iko na watu iko na esclave wake wanamfataka so na kama kimwachisha kazi no iko na watu wanasikiaka wanamsikiaka mtanisikiza kusema ile jina wa esclave mais wana tushot kwa esclave babo donc wanayo kama no hakuna gisi chiba esclave atuwezi ishe bila yeye anakiaka tu anaweza sema na danganya anaenda navyo bila problem piko mwingine atakwambia sasa kwa justice na kudanganya sasa Jean-Pierre Bemba atake personne atake individu itakuwa justice kudanganya ngo sasa mfunga kamera 22 kama ni 21 mpaka saa kumaliza hata mwezi prison donc kama vyote ni vya babongo Senko nasema Abbé Chole anasema kama no ni vya bongo Jean-Pierre Bemba anasema bongo Sumuliza akisema bongo akile intere iko na danganya nani mivanayo kama njo tuko vile atasema bongo anashimama anaenda kwa naenda na vinaisha vile ndio ile habari yabo hiyo. Donc mfuate kwanza kidogo msikie vya nani Senko alisema nika video kaka 2 minutes tumsikie vya Senko nani Abbé Chole alisema juu ya Jean-Pierre Bemba tolanda nani. D'ailleurs, nous avons apprécié que le vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication, rappelle la mission des hommes de Dieu de rassembler tous les fils et filles de la RDC, de parler de la paix et de l'unité. La question fondamentale est celle de savoir comment lui et ses alliés ont-ils accueilli les multiples appels de la SENCO ces dernières années au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, à la transparence du processus électoral et à l'organisation des concertations des représentants des forces politiques et de la société civile afin de renforcer la cohésion nationale et d'affronter ensemble les défis sécuritaires. N'est-ce pas au nom de la même paix que la SENCO demande
de ne réviser ni changer maladroitement et imprudemment la Constitution, c'est toujours au nom de la paix que la même Église catholique avait demandé au VPM Jean-Pierre Bemba de ne pas s'engager dans un conflit armé post-électoral. Conflit qui a fait plus de 200 morts, dont les enfants en uniforme en 2007 en pleine ville de Kinshasa. Où trouve-t-on la haine dans le message de l'Église catholique? Nous réclamons les preuves tangibles. Aussi, faut-il rappeler qu'aimer quelqu'un ne signifie pas applaudir même ses erreurs. À cet égard, nous souhaitons ardemment que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba se souvienne que l'Église qu'il vilipende avec dédain depuis un certain temps est la même dont il avait bénéficié de 2 précieuses visites pendant qu'il était en prison à La Haye. La vérité de l'histoire renseigne la sagesse, résiste à la frivolité du temps. La SENCO remercie le gouvernement, particulièrement le président de la République, d'avoir fait confiance à l'Église catholique en demandant au gouvernement de lui octroyer les moyens financiers lui permettant de réaliser les œuvres sociales à impact visible jusque dans le coin le plus reculé du pays. Quiconque croit que cet argent a été donné à l'Église pour acheter son silence et étouffer sa mission prophétique se trompe éperdument. C'est le lieu de rappeler au ministre des Transports et Voies de Communication ces sages paroles de Confucius, à savoir: si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Ndio huyo, simnamsikia. Msikia vyako nasema mpeke. Anamkatalia kama no alisema vya bongo. Na mimi ile siku nireketa nikasema hizo franga zote vraiment zinakuaga kumbe. Heureusement, il paraît kwa kani vya bongo. Cho hiyo habari. Na njoba polisi wetu tuko nao wao. So ni huyo Senko, ni huyo Katolika kama tuko mwa situation leo. Plutôt ni hiyo Senko, ni hiyo politiki hiyo ba opoza na ba ministre kama tuko mwa situation leo. Hivyo ndio wanatufanza kwa mwa situation. Ingekuwa ni watu walikuwa serieux depuis wakati ya Joseph Kabila, hapana hata wakati ya Joseph Kabila. Depuis 1960 ingekuwa Katolika ilikuwa normalement napendaga ile nchi kama washageuza vitu. Tu tena sema kama bwana sio bwana wa watu, bwana ni bwana wa majeshi. Tu walikuwa na ile possibilité ya kusema vitu viko mzuri. Mimi kana ni déranger ni saba na voyager que saba naenda Belgique biko na makanisa kwa dunia mzima. Kibakienda Belgique banaona bale ba Belgique ba Kristo ba Belgique ba Kristo nao kana ile maisha. Bakienda Russie eske banaona vile tutoe Korea du Nord batasema kuna kanisa. Kote kwa banaenda dunia eske banakutanaga bale ba Kristo banakala naishi vile tukana naishi Mkongo. Na eske habasomaki histoire wala politika nyingine nchi habayo role ya politiki ya nini ya Eglise Katoliki ilichezaga muonani kuombanisha parti de mo fruit seed. Sana historia mashuko nasoma hili. Lakini si utaona weko huku biko huku borderline alisema gata Felix. Donc popo sindege. Hautayo mtu mkarakterizia hii. Cho ile habari. Donc hapa jamaa nchi haina politiki. Nchi kwa hiyo peke. Inalomba validere ba mzuri. Tu bie banafanzaka vyote vyako vyote vinafananaka. Kunaendaga kote tunafanana. Bie banawezaka kidogo Petere hapo wanaweza kuwa naweza kufungula makanisa ndio wanawezaka tu. Na makanisa zenyewe wanaangalia si wanaendaga tu. Wasikie ba grand pasteur du monde. Haiko saba Kristo. Baseme sio ndio ba Kristo sasa. Mkristo waziko wanaona dhambi na ananyamaza. Na ba politiciens, na ba pasteurs, na ba Kristo wote wanafanana. Mlisikia Martin Fayulu hapa naye ngwaseme kuna anime conference Bruxelles. Je crois en Belgique. Sasa nasema so Fayulu ni kumfuata tu lakini bwana mimi sioni vraiment kwa kabla wanaweza fanza Fayulu. Yeye mwenye job nani Trump alitumiaga ba Amerika
Catholique kakia na manani na maepreuve kama aliganye maelection mimi akashindwa kufanya quelque chose. Est-ce qu'il anaweza fanya quelque chose? Siko nafanya contre campagne lakini kagisi mimi naona siwi kama yuko anaweza fanya vya kawaida. Alikuwa Bruxelles kwenda anime conference. Kila siku nasikiaga ngwaseme biko na anime conference, si yuko Washington kwa anime conference, yuko Paris kwa anime conference, si yuko Belgique kwa anime conference. Alors on se pose la question toujours. Quelle que soit une politique internationale, quelle que soit une politique globale, est-ce que la décision du Congo inakale na kamacho Bruxelles? Bien sûr, inaweza kuna kamacho Bruxelles. Lakini some context, time and space, context yetu kwa imo sai Congo, haiko kwenda informer wazungu. Contexte yetu kwa ya situation ya Congo sai ni kuinformer njo ba Congolais. Jo ba Congolais njo batasirika, njo ba victime. Ukimwambia victime ukweli, na nakutana kama ile realite inamtushe. Alisemaga Karl Marx, the history of a community or a society is its class of struggle. Histoire ya communauté wala ya société ni ile classe yake ya nani, ni ile nani yake ya nani ya souffrance. Et donc Martin Fayulu naye kama iko na besoin kusauver ba Congolais kisha anafanya nini? Halombe kwenda mbia ba Belge hafutafaki tu. Ba Belge Union Européenne, ba Belge biko ni ba membre ba Union Européenne. Union Européenne ndio kuna financer Kagame. So kwenda ba informer kwa sababu kuna mwongea maya donc maya bari tukungongo abata. Aingi yake haipitaki. Unamwanga pale bate na chukumua mai na tena enda. Ndio kisha nafanza ingekuwa ni polisi wa kweli. Hivi kwenda zunguka kwenda mashiu kama ma Amerika, sio kama ni Washington ni ma Bruxelles. Angepishwa njoo anakuya Goma. Bile bya kwa sema mle conference. Anasema bwana mimi nakia bambia mimi niko poza na yua kama niko hapa niko juu yenu, kama nikufa ndakufa juu yenu na kama nikupona ndapona juu yenu. Niko akia bambia hivi Felix balelona na Kagame kama ampache Kagame este ya Congo aifai bya nataka airep afai bya nataka aibe au bya kuwa du ampatie minere. Amini jua mpatie pouvoir. Donc napenda bambie vile msione bibiko napichikana vyote mbwaseme ho ba M23 au si c'est l'effet si comité d'experts si kama avoc si kama blabla si kama ya si kama si on a de masekoi si maram si babeti si akolala te si anyangalata akia bambia watu kuela nambia alipanaka hii parti ya inchi juu akwe pale kwenye iko. Sasa ni mwe ataki peuple kuitika, kupeye, donc kujisacrifier, juu mkwe libere. Anaenda Bukavu, anafaa hiyo mitingi. Anaenda Uvira, anabambia hivyo. Siyo vita yenye mko mnawaza, ni mwenye mko mnaita president, ndio anaenda sinye akoro na rafiki yake, juu kuiba mule mweste ya Kongo. Anatoka Uvira anaenda Baraka. Anatoka Baraka anaenda Kalemi. Toka Kalemi uende kama ni Pweto. Toka Pweto uende kama ni Kasenga. Toka Kasenga uende kama ni Lumbashi. Toka Lumbashi uende kama ni Kasai zote. Uko naenda na Uviri mjini. C'est ça le rôle d'un politicien. C'est ça le rôle ou bien c'est ça un politicien. Qu'est-ce que l'on a Nyerere ça toka kusoma Angleterre comment alikiaga mobiliser ba Tanzania juu siasa ya ujamaa. Ndio wengine wanafanzaka hivyo. Lakini yeye iko naenda mbia babeli. Soko naambia babeli juu France ya Congolais, juu Belge asirike. Wala juu Belge atareagir, est-ce qu'atareagir quoi? Et si c'était vrai depuis 1966 depuis 1996 mpaka leo watu wanakufa Mkongo kabashaka reagir, si wanafanya semblant comme si les coutriers. Comme si rien n'était. Si ndio wanafanya semblant vile. Mais ndio ngongana ndio informer. Donc on a bien informer. Kwa sababu mtu ananiambia mtu kulogea mtoto nenda mwambia mlozi angesi evolution ya mtoto iko ndio vile kwenda fanza. Mais hata fanza vile jani ndio anafanzaka onje mko na kolabo na kulaka bapesa bangombongo. Aingi kwa vile kama tunayua ba Kongole kama nakula nani kama banarifisha vitu. Mais wanapiga lara. Iko nashindwa kwenda kufa vile. Kina bakia tu conference. Ba Amerika bisirika joba na wa Kongole hapa. Kama wanaweza serika juu ngana chunga nini? Na kwa sisi wana consideraka.
Peut-être kama za konzerva za kwa bana bayua ni juu peut-être bana kama ni fasi kukoma minero na nzaleta minere. Na mkwambia kama mzungu alikuwa na pesa Januari. Ha considérer que ouais. Lakini yeye kunaenda bambi. Ça dépend alianza kubambia. Ile tu nafaka atichu après qu'on ile koloni mkichwa. Batu tuko coloniser mpaka sasa hivi. Gisi kuna anime conference, gisi president wake na alikuwa na biko kuna ani ku biko kutable vena Joe Biden alikuwa anaongea na ndio sababu vitu kuna bana lokalite. Moi ministre anasema kama depuis asubuhi Masasi si Masasi kule Masisi. Masasi si Masasi iko nalia kule Tembo size. Lakini angeenda na anime conference. Mungu na anime conference na ndio kila siku wanaenda bana nyingine. Ndio siku wanaenda wanasogea kila siku. Pia unasema kwa anime conference. Mimi sio ile conference inaweza saidia. Ifale kama alikuwa polisi kweli akiambia watu kweli ambia Kongola mnaona hivi huyu bwana iko si hapa, hatuwezi kamata hivi, tuko community, tuko societe moja, tuko pays moja, tuko nation moja hivi, hatuwezi kamata hivi, tunakatala. Ndio sisi wanakuaga vile Messi hivi tunakuaga na histoire. Donc ndio habari mfate kwanza ka video kake nako msikie gisi alikuwa anaongea tolanda nani. Un réel plaisir pour moi de vous trouver ici en face de vous pour discuter du Congo. C'est un pays qui nous est cher, à nous Congolais et à vous Belges. Et j'aimerais qu'on discute sérieusement et parler du Congo, pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Il y a des dates mythiques, il y a des dates historiques pour ces pays. 1985, la conférence de Berlin. Et je trouve l'occasion de se dire que non, le temps que j'ai passé là-bas, je n'ai pu rien faire, mais il me faut beaucoup plus de temps m'éterniser au pouvoir, comme Mobutu l'a bien fait, il s'est appelé CCCCO. Donc moi aussi, je dois être CCCCO et rester au pouvoir. Qu'est-ce que nous faisons? Je suis là pour vous répondre à toutes les préoccupations et je reviendrai davantage dans des commentaires quand je répondrai aux questions. On m'avait dit aussi il y a le bilinguisme ici, il fallait aussi parler en anglais. Est-ce que je dois résumer en anglais ou ça vous suffit en anglais aussi? Ok. Ok. À Kikongo aussi. On ira à Lingala, à Chiluba et en Swahili dans ce cas-là. Et ok. Ladies and gentlemen, historical dates. I've started with 1885, Berlin Conference. 1908, l'État indépendant du Congo, 1960, the independence of Congo, and you know what's happened. That's the question. Tshisekedi wanted to change the constitution. And I told him that no way. He will not do that. In 2014, it was August 4, 2014. I was in front of what they call, and today we are saying to Tshisekedi the same. I'm ready to receive your questions and comments and remarks. Thank you very much. Alors, mesdames et messieurs de la presse, je vais passer avec le micro. Monsieur le Président Martin Fayulu va décider qui va prendre la parole et je passerai ensuite de l'autre. And we Congolese and Belgians, we have a common, interest in that country, Congo. But my problem is that it looks like people have given up Congo. And this country is becoming as no man's land where everybody can do what we want. And today, the entire world had discovered another guy by the name of Kagame who's there to disturb Congo. Voici ce que l'article 63 de notre Constitution dit. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité en cas de menace extérieure. Bien. Et vous le savez bien, Maman Mimi, que depuis un temps, depuis mars dernier, j'ai, avec mon parti, décidé, Engagement pour la citoyenneté et le développement, nous avons dit qu'il faut la cohésion nationale.
Sasa iko mbili mbili tu. Anaita wanakeka ni wazungu wawili wanaikala pale. Ile pale watu yake wanampendaka, wanduki yake wanakia wanaikala pale. Ndio wanaanza kusiko na nime conference. So conference sasa mimi niko le meilleur conference itanisaidia ni conference iko Belgique. Niko ndio na bizu ukio naambie ule mwiko ananipiganisha, mwiko na mtuma na franga ziko nazo na unaambia kwa kazi presse kwa nafanza. C'est tout. Na unaambia kisitoweza récupérer ile mwingine niache kuteseka. Apro kianaambia utanipatia mai, kianaambia utapata kura, kianaambia kwa mgama dawa ndatuziwa hii, kianaambia mtoto wangu atasoma. Ndio niko nachunga. Na niwe ndakula nini? Ndio niko nachunga tu. Mimi wengine kwenda ambia wazungu wanaviwa vile vyote, acha kutrakase. Acha kujitrakase. Mandela sasa kwa kupiganisha party ile walikuwa naongeaka ndio na watu yao wa South Africa. Ndio walikuwa naongea nao, acha vile vingine, hakuna mweza kia kufagilia mnyumba kama ufagie mnyumba kwa wewe peke. Na kila mtu yako ndio Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ataka kufaka pengine walitika kama ni walifaka jia maintere zake. Sasa huko na ikalo unachunga sehemu unaenda mbia Belgium ndio wakie Mnyangula Felix bakuchie wewe. Mtu mweko mlita onekane vile hatuko naona ile energy na ile force ya lita kusema sasa hapa jamaa iko na stratégie kama meme au fur et à mesure peut-être l'état aussi comment on va gagner nani pouvoir mais abionekani juu il n'y a pas un travail qui est en train d'être fait. Hakuna kitu. Juu ilikuwa ni opportunity, ni occasion mwa mzuri sana kumtoa Felix depuis alikienda banisha ile mwingine. Kwa ni opportunity mwa pia sana kumtoa kwa polisi watu wanaofa politiki. Sasa uko na avancer argument zako hata kama utasenda mbia mateoria chana mbia mateoria. Avancer argument yako par rapport na réalité. Baonesha ba Congolais koma iko na coopérer na ba enemy wa Congo. Koma iko na coopérer na watu iko na baua. Ndio ile tunashotembea nayo. Utaona watu watakupenda paka gisi. Mzungu yeye anafuatana tepatana na watu, mtu mwakia na watu. C'est tout. Lakini sasa yeye naye haikukuli. Kwa nenda favi yake tu, anaenda ongea wa Belgium, anaenda mbia wa Francais. Wa Francais no Francais abatafa kitu. Ina rien faire. Abatafa kitu. Nikuwa informe tu na wanakunywa kwa baridi na chai na kafe na vinashia pale mais abatafa kitu. Donc ndio ile habari. Voilà yenikuwa nayo maneno mbili tatu yenikuwa nayo na radio sio TV na TV sio radio msababu kushare kulike na kusubscribe na waswete bon weekend naweza kama ndio Kongo kuna vyakula kuna watu watakula watu wana makazi wengine biko mapori biko matante wengine biko makande refugee ayer en tout cas nasema pole sana na Mungu atatusaidia merci mko na weekend ya bien bye bye.